Ya, mambo vipi? Mimi naitwa Dr. Manuel. Ebola ni gumzo tena sasa mtaani. Na Ebola ni kirusi ambacho kimeleta taharuki sana katika nchi za Kongo, nchi za Sudan, yani South Sudan, lakini pia na katika mataifa ambayo yamezunguka hizo nchi ambazo kubwa zaidi nilitamani tuyaongelee. Mojawapo ni kwamba kwanza kwenye historia ni kwamba tangu mwaka 1976 South Sudan ndipo ilipoanza kuonyesha the rare disease ambayo ni very severe, ambayo ilikuja kuleta mambo kama hayo, ambayo ilikuja kuleta dalili za ajabu ajabu ambazo zilitokea, na katika researches pamoja na kugundua, vipimo vyote vikagundua kwamba this is Ebola, na ndipo sasa ikaanza kuspread katika mataifa mengine, na nyingine wakaja kuigundua Kongo na baadhi ya sehemu nyingine ambazo zilikuwa zimetamalaki. Sasa mimi sitaki tuongelee historia, nimekuja katika issues ambazo natamani tuweke prevention. Kwanza mind you, kwa watu hao wanakuwa na homa kali, wakija mtaani yani utajua kabisa dalili. Elewa dalili ya kwanza kwamba kuna homa kali inaenda mpaka 40 plus something, lakini pia kuna maumivu ambayo ni ya mwili mzima ambayo yanaenda kusababisha huyu mtu apate matatizo makubwa sana, hata kutembea anasikia every corner panauma na nini. Lakini pia wanatapika, wanapata mpaka diarrhea na maumivu ya tumbo ambayo kidogo hayazungumziki kirahisi, na kukosa hamu ya kula. Wakati mwingine sasa wanafika stage mpaka kwenye koo kuna washa, na wakati mwingine sasa wanafika stage wana feel kama mafua yanatokea, na kifua sasa kinaanza kubana wakati mwingine, na inapokuja shida kubwa zaidi ni pale sasa anapoanza kubleed katika orifices zote ambazo mwanadamu anazo. Sisi tuko zaidi katika preventive way, ambapo sasa sisi tumekuja na package ambayo ina boost up the immunity. Mind you, yule ni kirusi. Kirusi chochote kikikutana na mwili ambao uko dhaifu, automatically kitakutesa kuliko kawaida. Hatutaki sana ufike katika maeneo haya, katika mazingira kama haya, kwa sababu once utakapoweka prevention ambayo itakusaidia kuboost up kinga yako ikakaa juu, hata mdudu huyu akija hata kunyanyasa kama anavyonyanyasa wengine. So that's why we are intended katika kuprevent. Tunahitaji kinga yako iwe nzuri, lakini sasa ujue na prevention kwamba avoid ma contact yasiyokuwa na sababu. Kila sehemu jitahidi sana kuwa na tabia za kunawa unapoingia popote. Acha mambo ya kupigana hugs ambazo hazina sababu. Sawa, lakini pia jua kwamba tunahitaji kuona ukiona dalili hizi zozote, kimbia hospitalini kokote tuweze kuprevent na kuokoana. Lakini ninachohitaji kusema, tumekuja na package ambayo inaweza kazuia haya maambukizi yakawa makubwa, kwa maana ya kwamba tuna package ambayo inaweza kuzuia kwa kutumia kinga ambazo zitaboresha kinga yako. Kwa hiyo mwili utakuwa resistance kwa ajili ya kuweza kuzuia maambukizi yako. Thank you so much. Mimi naitwa Dr. Manuel, na ukitaka kututafuta sisi tunatumia dawa ambazo hazina chemical kabisa, zimetengenezwa kwa mboga na matunda, na numbers tunaziweka hapo chini kwa ajili ya mawasiliano, na niwatakia wakati mzuri. Naitwa Dr. Manuel.